Basi nikukaribishe tena na tena, wewe ambaye tayari umekuwepo tangu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, na leo tunakwenda kumaliza. Mungu akubariki. Lakini wewe ambaye umekuwepo siku ya leo pia, Mungu akubariki. Karibuni, tunapokwenda kumaliza, tumalize pamoja na kwa kishindo. Haleluya, amen. Siku ya kwanza ya mkutano wetu tuliona habari za Nuhu, Mungu alivyoghadhabishwa na wanadamu, akaamua kuangamiza ulimwengu kwa gharika. Mungu akaangamiza ulimwengu kwa gharika. Siku ya pili tukaona Mungu alivyoghadhabika juu ya Sodoma na Gomora, akaangamiza kwa moto. Lakini jana tuliona maovu na dhambi nyingi, tukaona namna ambavyo mwanadamu ameharibikiwa, anafanya dhambi. Hata leo tutakwenda kuangalia huruma ya Mungu juu ya ulimwengu. Akasema, pamoja na kwa mwanadamu nimekwisha kumuumba juu ya uso wa nchi, sitamwacha hivi hivi, lazima nionyeshe huruma juu yake. Amen. Nakwenda kusoma neno la Mungu, maana siwezi kuyasema ya kwangu, lazima niyaseme yaliyo mapenzi ya Mungu. Mtumishi wa Mungu amekwisha kuomba, nami nakwenda kuyasema maneno ya Mungu katika kitabu kile cha waraka wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Ninakwenda kuyasema habari, nakwenda kuyasema yale ambayo ni mapenzi ya Mungu. Haleluya, amina. Haleluya, amen. Biblia inaniambia katika kitabu cha waraka wa Yohana, ile sura ya 3 na mstari ule wa 4, kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Haleluya, amen. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Aliyedhihirishwa kuziondoa dhambi, dhambi haimo ndani yake. Kila kaya ndani yake dhambi, kila kaya ndani yake hatendi dhambi. Kila tendaye dhambi hakumwona yeye wala hakumtambua. Kila tendaye dhambi hakumwona huyu ambaye dhambi haimo ndani yake, wala hakumtambua. Lakini nisome katika kitabu kile cha Yohana, ile sura ya 3. Yohana sura ya 3 ule mstari wa 16. Biblia yangu inaniambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Lakini nisome neno la mwisho letu siku ya leo kutoka katika kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 3 na ule mstari wa 19. Biblia inaniambia, wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu.
tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja na mimi. Ni maneno ya Mungu mwenyewe, ni maneno ya Yesu Kristo, ni maneno ya Mungu mwenye huruma, ni maneno ya Mungu mwenye rehema, ni maneno ya Mungu mwenye upendo, sio mwenye hukumu. Anakuja kama Mungu, anakuja kama Baba. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya makutano. Amen. Siku ya kwanza kama sio ya pili, nilikwambia kwamba mtu akiahidi kukuua unafanyaje? Mtu akiahidi kukuua mara ya kwanza, ukaona yuko serious, akaahidi mara ya pili akakwambia nitakuua, unafanyaje? Kimbilia polisi. Unafanyaje? Unakimbilia wapi? Polisi. Alafu ukifika polisi unashtaki. Ukishashtaki unamwambia polisi, siondoki hapa mpaka usalama uwepo, maana aliahidi kuniua hajaacha. Huyu jamaa yuko serious, huyu jamaa amekusudia, huyu jamaa yuko serious, yuko tayari. Polisi, mimi nakuhakikishia, jamaa ameficha upanga, jamaa ameficha shoka, ameficha lungu. Huyu yuko serious, ataniua. Haleluya. Amina. Dhambi ni mtu yule aliyeahidi kukuua. Dhambi ni mtu yule aliyekuahidi mara ya kwanza akakwambia nitakuua. Kila siku anakuahidi kukuua. Usipokuwa makini, dhambi inakuwa hiyo. Biblia inasema kila tenda ya dhambi afanya uasi, maana dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi, na kila tendaye dhambi anafanya uasi. Wewe mama, kwa sababu ya dhambi unafanya uasi. Baba, unafanya uasi. Kijana, unafanya uasi. Binti, unafanya uasi. Ewe mtoto, unafanya uasi. Acha dhambi, acha uasi. Sio maneno yangu, ni maneno ya Mungu, na mimi sina mashaka kuyasema maneno ya Mungu. Amen. Sina wasiwasi kuyasema maneno ya Mungu. Uyasikie, maana ndio ukweli. Ukubali, ni ukweli. Ukatae, ni ukweli. Dhambi ni uasi. Na jana tulisema kila kazi ina malipo. Kila kazi ina malipo yake. Usijali, utalipwa tu. We danga sana, danga sana, chuna mabuzi mno, chuna wezavyo. Iba, wewe unayeiba, iba sana. Wewe unayeroga, roga sana. Wewe unayedhulumu, dhulumu sana. Wanayekula rushwa, kula rushwa sana, maana malipo yake muda sio mrefu utalipwa. Kila mmoja atalipwa kulingana na kazi yake. Wewe fanya dhambi unavyoweza,
na dini unayo, na dini unayo, na dini unayo, wewe fanya, lakini malipo yake unalipwa hivi karibuni. Unalipwa, maana mwenye mshahara amejaza kumlipa, yuko tayari kumlipa kila mmoja kulingana na kazi yake. Wewe mwenye kutenda mema, mwenye kutenda mema, tenda sana. Kwa nini? Mwenye ujira yuko mlangoni, anakuja kukulipa kulingana na wema wako. Amen. Huyo anayemfanyia kazi, yeye sio tapeli, yeye sio mdhulumaji, yeye asahau, atakulipa. Ndio, atakulipa. Kwani anayo malipo ya kutosha, anayo malipo ya kutosha. Utalipwa. Mwajiri wako anaweza kasahau tarehe ya kukupa mshahara, lakini huyu unayemfanyia kazi ya ubaya hata sahau, anaitunza kumbukumbu iliyo nzuri, atakulipa. Kila mmoja atalipwa kulingana na matendo yake duniani. Dhambi ni uasi, dhambi ni ubaya. Nilikwambia siku ya kwanza kwamba kwa sababu Mungu aliichukia dhambi, alivyoichukia dhambi na kuonyesha kwamba alichukia dhambi, akamwambia Nuhu, sina sitaki kukuacha peke yako duniani, nikauangamiza ulimwengu kwa gharika. Mungu kumfuta mwenye dhambi haoni shida, haoni ajabu, kwani amekwisha kuwafuta wengi, amekwisha kuwafuta maelfu, amekwisha kuwafuta. Acha dhambi. Anamwambia Nuhu, nitaangamiza, nitakubakiza wewe na familia yako. Kwa nini? Wewe Nuhu ni mkamilifu, ni mtiifu, unanipenda. Mungu akashusha mvua, ikanyesha chini juu ya nchi kwa siku 40, akabakiza, akakisaza kizazi ambacho anajua ni chema, ni kizuri, kinapendeza, lakini katikati yake kikatokea kizazi kibaya. Sodoma na Gomora ikawa ni machukizo. Ni kizazi hicho ambacho Mungu alitazamia kupitia hicho apate furaha, lakini na kwa sababu kimeshindwa kutii na kushuka na kunyenyekea, anamwambia Lutu, jiponye nafsi yako. Nini? Naiangamiza Sodoma, sitabakiza chochote. Biblia inasema moto ukashuka ukawaunguza wote, choma kila mmoja. Akambakiza Lutu, mtu wake mzuri. Akatazamia kwa Lutu atapata kizazi kilicho bora. Baada ya Lutu, bado ubaya upo, hey, ubaya upo juu ya nchi. Biblia inasema Mungu akawaza, nitafanya nini ili niweze kumbakiza mwanadamu huyu abaki salama, maana Mungu alitupenda upeo, alitupenda upeo. Amen. Mungu anakupenda sana mwanadamu.
Mungu anakupenda sana mwanadamu. Amen. Ewe kizazi cha hivi leo, Mungu anakupenda sana. Kwani amewafuta wengi, amewafutilia mbali wengi. Wazuri, vijana wazuri, wadada wazuri, wamama wazuri, wababa wenye hekima na busara juu ya mambo yao wenyewe, wasiokuwa na busara na hekima juu ya Mungu. Walikuwepo wenye akili kuliko wewe, wenye uweledi kuliko wewe, wazuri kuliko wewe, lakini Mungu ameangamiza, anaona bado maovu yako pale pale. Ndio maana kwambia hakuna jipya chini ya jua, hakuna jipya chini ya jua. Hata ungefanya dhambi, hautafanya dhambi mpya, unarudia zile zile ambazo kupitia kwazo wewe ndugu zako waliangamizwa, rafiki zako waliangamizwa, baba zako waliangamizwa, ndugu zako waliangamizwa. Hakuna mpya. Ndio. Utazini mpaka na panya, utazini mpaka na mijusi. Hakuna dhambi mpya, haipo. Haya maisha tunayoishi ni marudio, maana yalikuwepo. Tunakuta mdada mzuri amepiga suruali mzuri kweli, ukimwangalia ni mzuri, lakini tabia mbaya. Wewe dada, uzuri wako kama tabia ni mbaya, haufai. Wapo waliokuwa wanakula rushwa, wamekula rushwa, wamekula tena, lakini hawakuwahi kutosheka. Dhambi haitakutosheleza wewe, dhambi haitakutosheleza, dhambi haiwezi kutosheleza wewe. Fanya asubuhi, fanya mchana, fanya jioni, maana umevaa mwili wenye kutamani, usiochoka kutamani. Unaupa pilau na nyama tena ya kuku, unakula, unaliambia tumbo, bila shaka umeridhika, na kweli kukudhihirishia kwamba tumbo limejaa, unajampa. Alafu tumbo linakwambia nimeridhika. Baada ya masaa machache linakwambia mshikaji, chakula. Wewe chakula, wewe umeridhika? Hapana, chakula. Nataka nikwambie, kama tumbo lisivyoridhika, usipolidhibiti litakufilisi. Na ndio maana wengine wanakufa maskini, kwa sababu wanapenda kulipa tumbo kila linachokitaka. Soda ndani, juisi ndani, ndizi ndani, kitimoto ndani. Wewe usipokuwa makini unakufa bila kitu. Kwa nini? Tumbo linahitaji ulidhibiti. Wakati mwingine uliambia kuna kula. Nimekutolea mfano wa tumbo na chakula, lakini ni uhalisia wa mwili wako ulivyo. Ukiuzoesha kulala saa mbili ikifika unahitaji kulala. Huo mwili ukiuzoesha kazi ngumu, unazoea kazi ngumu. Ukiuzoesha kazi nyepesi, utakaa hivyo. Usipokuwa makini, huo mwili wako
unakutumbukiza jehanamu. Ndio. Maana walikuwepo waliokuwa na mwili kama wa kwako. Unakuta mwingine anakuambia naupenda mwili wangu, penda sana, ili usipokuwa makini unakupoteza. Nataka nikwambie, ukizoea kuzini, ile kuzini, hiyo unapomwona mwanamke mpya au ukimwona amevaa nguo mpya, amebadilisha mavazi, mwili unamtaka, mwili unamwambia niletee kitu hiyo. Ukimwona mama matiti yamelala, mwili unakwambia leta huo nione kama yaliyomo yamo. Ukimwona binti matiti yamesimama, wao wanasema, mwili unakwambia niletee na huyo nione. Wewe na pikipiki, ukiona mwenye pikipiki nzuri, nafsi na kutuma nendo kaichukua na yenyewe ya kwako. Nini? Mwili uko hivyo. Usipokuwa makini unakupeleka jehanamu. Ndio. Mungu ameliangamiza taifa, ameangamiza ulimwengu, ameangamiza kila mwenye mwili. Hajabadilisha uumbaji kwamba labda huyu alikuwa jinsia fulani, sasa nabadilisha niondoe jinsia. Hapana, ametuacha vile vile. Dhambi iliyowaua baba zetu ndiyo dhambi inayotendeka hivi leo. Hakuna dhambi mpya. Mungu akawaza, nifanye nini? Kwa maana mwanadamu nampenda, wewe kuwepo hivi leo unapumua ni kwa sababu Mungu anakupenda. Anakupenda upeo. Ndio. Anakupenda kupita maelezo. Ndio maana mpaka leo nakutunza, mpaka leo amekuhifadhi hai, mpaka leo nakulinda. Usije ukasema mbona mimi nalindwa na ni mbaya. Usishangae, Mungu ni wa huruma, Mungu ni wa rehema, Mungu amejaa upendo. Amempenda mwanadamu upeo, amempenda kupita maelezo. Mwanadamu unapendwa na Mungu, unapendwa wewe. Amina. Hebu mwambie jirani yako unapendwa na Mungu. Unapendwa na Mungu. Mwambie jirani yako unapendwa sana na Mungu. Unapendwa sana na Mungu. Mungu akawaza, nifanye nini? Maana nimeangamiza kwa maji, bado mwanadamu hajaelewa. Nimeangamiza kwa moto, bado mwanadamu hajaelewa. Nimwangamize kwa gharika gani? Hapo sasa Biblia inasema Mungu akakaa akawaza, nifanye nini? Kwa sababu ya upendo. Kinachomshurutisha Mungu, kinachomsikitisha Mungu, kinachomlazimisha Mungu, kinachompeleka mbio Mungu ni mapenzi kwa mwanadamu. Ndio. Anakupenda Mungu. Biblia inaniambia Mungu akasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, Mungu aliupenda upeo, alivipenda viumbe vyote, lakini aliwapiga kwa mwanadamu, alizidisha mapenzi, alimpenda upeo. Biblia inaniambia kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa kipenzi chake mwanae pekee, ili kila mwaminie asipotee. Amen. Amina. Mungu hataki mwanadamu aendelee kupotea dhambini. Mungu akaupenda ulimwengu, akamtuma mwanae wa pekee, akamtoa kwa ajili yako, kwa ajili ya dhambi zako, kwa ajili ya uhuni wako, kwa ajili ya umalaya wako, kwa ajili ya ukahaba wako, kwa ajili ya kiburi chako, kwa ajili ya dhuluma zako. Yesu akaja kwa ajili yako. Amen.
Mungu akapunguza gharama, akapunguza gharama, akasema, mwanadamu, hata kama umefanya mambo mabaya ya kupindukia, mambo mabaya ya kutisha, ukimwamini Yesu pekee, dhambi zako mabaya yote yanafutwa, kuwa mpya. Amina. Ila sharti ni moja, umwamini Yesu. Ndio. Umwamini Yesu. Ndio maana jioni ya leo niko katika viwanja hivi kukuambia kwamba liko tumaini, limebaki tumaini. Huyu aliyetupenda upeo, huyu aliyetupenda kupita maelezo, amelileta tumaini. Tumaini ni Yesu Kristo pekee. Amen. Tumaini ni Yesu Kristo pekee. Wewe baba hujachelewa, wewe mama hujachelewa, wewe binti hujachelewa, wewe kijana hujachelewa. Liko tumaini, liko tumaini. Yesu ni tumaini. Amen. Yesu ni usalama. Amen. Yesu ni ulinzi. Yesu ni afya. Njoo kwa Yesu. Amen. Alivyokuwa wa upendo kupita maelezo, akaamua kumtoa sadaka mwanaye wa pekee, Yesu kipenzi cha Mungu. Akaja duniani kunitafuta mimi na wewe. Amen. Nafuu iliyopo unapofanya makosa, ukienda kituoni, ukapelekwa mahakamani, wale wahukumu wanakuhukumu kulingana na makosa uliyoyafanya. Kama ni mwizi, utahukumiwa kulingana na ulivyoviiba. Lakini kama ni muuaji, utahukumiwa kulingana na uuaji wako. Kama wewe umefanya mambo mabaya, utahukumiwa kulingana na mabaya uliyoyafanya. Lakini sikiliza Yesu anaposema, sikiliza Yesu anaposema, ukimwamini Yesu, ukimwamini Yesu hautahukumiwa. Ndio. Biblia inasema kila mwaminie hatahukumiwa, hasipotee, maana ameikataa njia ya upotevu. Ndio. Hukumu haiko juu yake. Atasamehewa na atafutiwa makosa Amen. yake. Na huo ukurasa utafutwa. Ataonekana kama kuwahi kuishi duniani. Atazaliwa upya. Amen. Atakuwa kiumbe kipya. Amina. Unachelewa kufanya maamuzi. Kwa nini? Unachelewa kumwamini Yesu. Kwa nini? Mwamini Yesu upate usalama. Amen. Mwamini Yesu upate uzima wa milele. Mwamini Yesu upate pumziko la mateso, na mateso uliyopitia Yesu ni pumziko. Amina. Nilikwambia aliyesema kukuua hajaacha kutafuta, anakuwinda. Kimbilia kwa Yesu. Amen. Yesu ni usalama wako. Amina. Dhambi ni muuaji aliyesema atakuua. Hey! Ameshika malungu na mapanga. Bwana dhambi anakutafuta, anakumaliza. Kimbilia kwa Yesu. Amen. Upate usalama wa maisha yako. Ndio. Biblia inaniambia katika kitabu cha Ufunuo, baada ya huruma ya Mungu kuzidi, Yesu mwenyewe anajitambulisha,
anasema tazama, nasimama mlangoni, nabisha jamani, wewe Bwana una roho ngumu sana, Bwana una roho ngumu mno. Mtu anabisha mlangoni, jamani, wewe Bwana una roho ngumu, acha kuwa na moyo mgumu, mfungulia huyo anayebisha mlangoni. Ujue anahitaji nini? Bisha huyo anayebisha, mfungulie jamani. Ndio anasema tazama, nasimama mlangoni nabisha, sitauvunja mlango. Mtu atakapoisikia sauti akaufungua mlango wa moyo wake, mimi nitaingia. Ndio acha kuwa na moyo mgumu, acha kuwa na roho ngumu. Mtu anakuja kwako, anabisha hodi, unamsikiliza na umfungulii. Acha kuwa na roho ya hivyo, acha kuwa na roho ya hivyo. Yawezekana huyo anayebisha ni mtu anayemdai, amekuletea pesa yako. Huyo anayebisha ni mtu aliyekuja kuadhibu kitu chako cha thamani, anakurudishia. Fungua mlango. Hey, huyu anayebisha mlangoni kwako ni yule aliyeubeba uzima wa milele juu yako. Ndio anabisha katika mlango wa moyo wako, ameubeba usalama wa maisha yako. Ameubeba uzima wa milele juu yako. Ameubeba afya yako, amebeba uzima wako, amebeba usalama wako. Mfungulie. Amen. Mfungulie huyu anayebisha mlangoni. Usiache, usifanye moyo mgumu. Mfungulie, umjaribu uone. Haleluya. Amen. Haleluya makutano. Amina. Haleluya. Amen. Anabisha, yuko mlangoni, anabisha. Unapoenda kuiba, kuna roho nyingine inakwambia hapana, ukikamatwa utafungwa wewe, ukikamatwa utauawa wewe, usifanye hivi. Ni Yesu anabisha mlangoni. Leti ungelimfungulia, ungelipata usalama. Ndio leti ungelimfungulia, wala ukamwona ni nani, ungelipata uzima. Leti ungefungulia, ukajua ni nani, ungeupata usalama. Ndio unafunga mlango na hutaki kufungua. Huyu anayebisha ameubeba usalama wako. Unakwenda kuzini, mdada mzuri, unavua nguo ya kwanza, nguo ya pili, unasikia wewe unakwambia hapana, unachokifanya ni ubaya, unajidhalilisha. Wewe mdada, kwanza jiangalie ulivyo. Lakini wewe mdada, wewe unajidhalilisha, usifanye hivyo. Yesu anabisha mlangoni. Ndio anakuambia usifanye, maana dhambi ni ubaya. Mfungulie upate usalama wa maisha yako. Amina. Unakwenda sehemu, mtu anakuletea rushwa, unasikia wewe unakwambia hapana, lakini unapochukua ni hela, unapindisha haki. Una mtu unamdhulumu hapa, kuna mtu unamdhulumu. Usifanye hivyo, usifanye hivyo. Roho nyingine inakwambia fanya ili utajirike, lakini roho nyingine inakwambia usifanye hivyo. Ni Yesu amesimama mlangoni, anakwambia ukipokea rushwa unapindisha haki. Ukipokea rushwa, kuna mtu unamdhulumu. Fungua mlango. Sawa, fungua mlango, fungua mlango. Huyu anayebisha
ni usalama wa maisha yako. Amina. Ni usalama wa njia zako. Ndio. Ni usalama wa familia yako. Ni uzima wa milele juu yako. Ndio. Mfungulie upate uzima. Anasimama mlangoni. Amen. Alafu baada ya kuiba unapelekwa polisi, unaanza kujuta. Sasa mimi mjinga, mimi sina akili. Eti ningesikiliza ile roho nyingine kwa niambia nisiibe, ningebaki salama, ningebaki na uzima, nisingekuwa polisi, nisingeacha familia, nisingeacha watoto wanateseka, nisingeacha mke wangu. Najuta. Ndiyo kazi ya shetani. Akisha kukudanganya, akikupeleka pabaya, yeye anakaa pembeni. Ndio. Right. Ungeisikia ile sauti ya pili inayokuambia usifanye, ungeisikiliza, ungebaki salama. Amen. Ungebaki salama. Ungebaki na usalama. Ungebaki na salama. Ungebaki salama. Ndio. Ungebaki salama. Ndio. Na kuhakikishia utabaki salama ikiwa jioni ya leo utafungua mlango. Maana hapo wengine wapo watu wengine wanatamani kusimama wasikilize Injili, lakini roho inaambia hapana, pita, maana walishachanganyikiwa, wanatafuta sadaka. Hebu pita, ikatalia hiyo roho inakupeleka pabaya. Ikubali ya roho inakwambia simama usikilize. Amen. Maana hiyo ni usalama wa maisha yako. Ndio. Hiyo ni usalama wa njia zako. Hiyo ni uzima wa milele juu yako. Napokwenda kumaliza, hebu yatafakari maisha yako. Ewe baba, una miaka mingapi? Umepata faida kiasi gani kwa kuifanya dhambi? Je, hiyo dhambi imekuzalia matunda gani? Nimekwambia, ilisoma jana kwamba uzima wa milele ni kumwamini Yesu. Dhambi ni ubaya, dhambi na malipo mabaya. Dhambi haina faida. Acha dhambi, mkubali Yesu. Huyu aliyesimama kwenye mlango wako anabisha hodi, umfungulie. Huyo ni usalama wako, huyo ni afya yako, huyo ni uzima wako, huyo ni ushindi wako, huyo ni kila kitu katika maisha yako. Amina. Tafakari we baba, usije kunitia moyo. Mimi sitaki utiwa moyo. Njoo kwa kuelewa nini unakwenda kukifanya. Ndio. Mimi sina sehemu ya kukuweka, mimi sina uzima wa milele. Ninakuletea habari za huyu mwenye uzima wa milele. Umwamini ni wewe, usimwamini ni wewe. Ndio. Na ukimwamini utayapata yaliyo mema. Ukimwamini utayapata yaliyo uzima wa milele. Ndio. Tafakari katika maisha yako, yatafakari maisha yako. Huyu anayekwambia usikubali kuokoka, huyu anayekwambia usikubali, huyu anayekwambia usikubali, anakupoteza. Wokovu ni kila kitu katika maisha yako. Wokovu ni usalama. Amen. Tazama, nasimama mlangoni, ninabisha, na mtu akisikia sauti akifungua mlango wa moyo wake, nitaingia kwake. Amen. Naomba usimame mahali ulipo. Napomalizia, simama juu ya miguu yako. Napomalizia, leo ni siku yetu ya 5. Tumekuwepo tangu siku ya kwanza, siku ya Alhamisi, tumekuwepo Ijumaa, jana Jumamosi, na leo ni Jumapili. Tunamaliza, ni siku 4 za nguvu. Kama ukusikia, kama
au kuelewa shauri yako. Lakini kama umesikia na umefanya moyo mgumu, hukumu itakuwa juu yako. Juu ya miguu yako, hebu piga hatua, sogea mbele. Hebu piga hatua, sogea mbele. Wapiga kelele, tumekuwepo katika viwanja hivi, tumepiga kelele. Sasa ni siku yetu ya mwisho. Wewe uliyekuwa unapigiwa kelele, unaona kama unasumbuliwa, leo ni siku yetu ya mwisho. Lakini ukweli ni kwamba dhambi haina rafiki. Usifanye dhambi kwa rafiki yako. Yesu ni usalama, ni uzima, ni afya. Hebu piga hatua, sogea mbele tena. Asante sana. Wewe pekee ni Mungu unawajua watu hawa, unawajua zaidi ya wanavyojijua, unazijua njia zao. Mimi nimesema kama ulivyonituma, ila mimi kwa bahati mbaya siwajui watu hawa wanawaza nini, wanafikiri nini, lakini wewe unawajua. Hey, kwa kuwa unawajua watu wako, unazijua njia zao, unayajua mawazo ya mioyo yao, geuza, badilisha, geuza mawazo mabaya yasipate nafasi juu ya mioyo yao. Kuanzia dakika hii na saa hii, mawazo mabaya toweka kwa jina la Yesu. Yesu mfalme wa uzima, Bwana wa majeshi, unayetenda mambo yaliyo makuu, tenda, geuza mioyo iliyo hasi ikugeukia wewe. Wewe ndiwe tumaini pekee uliyebaki juu ya watu hawa, ndiwe msaada pekee uliyebaki juu ya watu hawa. Bwana wa majeshi, Mungu mwenye enzi, wewe pekee ni Mungu chunguza mioyo, unawachunguza watu hawa. Endelea kuchunguza, geuza mawazo yao, geuza mawazo yao ya kuelekea wewe, katika jina la Yesu. Upea kwa jina la Yesu, na uyamazisha kimya mawazo ya kusitasita, mawazo mabaya ninayanyamazisha kimya katika jina la Yesu, ninaomba, amen. Amen. Unaweza ukasogea mbele, unaweza ukapiga hatua. Haya maamuzi unayochukua, haina haja kwenda kumwaga rafiki yako. Haya maamuzi haya ni ya muhimu. Usimwage mama yako, usimwage baba yako, usimwage wazazi wako, usimwage mke wako wala mume wako. Ni maamuzi magumu yanayohusu maisha yako ya milele. Piga hatua wewe baba, piga hatua ewe mama, sogea mbele. Mimi nakupeleka kwa Bwana wa usalama, naye atakuhakikishia usalama. Karibu. Usione aibu, usimwonee Mungu wako aibu, usimwonee aibu, na yeye atakuonea aibu. Basi nakwenda kuomba, na wewe uliyekubali, japo una nguvu, hauna uwezo, nakwenda kuomba na Mungu atakusaidia na utakuwa salama, na kupeleka kwa huyu mwenye usalama ili akuhakikishie usalama. Wewe ambaye unasema nimekubali kumpokea Bwana Yesu, inua mikono yako yote miwili, ishara ya kusalenda kwa Bwana, ishara ya kusalenda. Inua mikono yako miwili.
Inua mikono yako miwili. Ukiwa umeinua mikono yako miwili, fuatisha maneno haya ama na yatamka, yafuatishe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeipona hukumu. Kwa kufanya hivyo utakuwa umebaki salama. Sema, ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu. Sema, ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu. Sema kwa ujasiri, ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu. Nimeyasikia maneno yako. Nimeyasikia maneno yako. Nimeyasikia maneno yako. Nimeyasikia maneno yako. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Uyafute makosa yangu. Uyafute makosa yangu. Uzifute dhambi zangu. Uzifute dhambi zangu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Ninakukubali Yesu. Ninakukubali Yesu. Uwe Bwana. Uwe Bwana Na Mwokozi. na Mwokozi wa maisha yangu. wa maisha yangu. Naikataa dunia. Naikataa dunia na mambo yake yote. na mambo yake yote. Namkataa shetani. Namkataa shetani na kazi zake zote. na kazi zake zote. Nakupokea Bwana Yesu. Nakupokea ee Bwana Yesu. Nakupokea ee Bwana Yesu. Nakupokea ee Bwana Yesu. Uwe Bwana. Uwe Bwana na Mwokozi na Mwokozi wa maisha yangu. wa maisha yangu. Dunia imenichosha. Dunia imenichosha. Dunia imenichosha. Dunia imenichosha. Naikataa leo. Naikataa leo Mbele ya makutano haya. mbele ya makutano haya. Nipokee Bwana Yesu. Nipokee Bwana Yesu. Unifanye mtoto wako. Unifanye mtoto wako. Kuanzia leo. Kuanzia leo Natamka kuokoka. natamka kuokoka Katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu. Unisaidie. Unisaidie kutunza kiapo hiki. kutunza kiapo hiki. Ilichokuwa pia jioni ya leo. Ilichokuwa pia jioni ya Katika leo. jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi niombe wale wenye shida mbalimbali, wenye magonjwa sugu, wenye mateso, waliokata tamaa, waliochoka, wanaoona maisha hayana utamu wowote, wakati kwa wengine maisha ni matamu na ni mazuri. Sogea mbele niende kumwomba Mungu anayeponya akusaidie. Wenye shida mbalimbali, wenye magonjwa na mateso, karibu. Wewe ambaye unaumwa, sogea mbele. Kuna muujiza wako mahali hapa.